Pigo kubwa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kundi B kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Bwana, inaeleza kwamba klabu ya Yanga watawakosa takribani nyota 4 kutoka kwenye kikosi chao hiko cha kwanza, nyota ambao mara nyingi huwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga Sports Club tangu aweze kutoa kocha mkuu wa timu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves. Nyota hawa 4 watakosa mchezo huo kutokana na sababu mbali ambazo zipo nje ya uwezo wa kocha Pedro Gonçalves na kupelekea nyota hao kukosekana ndani ya mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Februari 15 pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Sasa mimi niko hapa na majina yote ya wachezaji hao 4 ambao klabu ya Yanga watakwenda kuwakosa kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria, ukiwa huu ni mchezo wa mwisho wa katika hatua za makundi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga watakumbana na balaa hili kubwa la kuwakosa nyota wake muhimu ambao huwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Mimi niko hapa kuweza kukusogezea moja kwa moja majina ya wachezaji takribani 4 ambao klabu ya Yanga watawakosa, ili nayo mwanamichezo wangu uweze kuwafahamu ni wachezaji gani hawa ambao klabu ya Yanga watakosa huduma yao kuelekea kwenye mchezo kati yao dhidi ya JS Kabylie, mchezo ambao unafanyika pale visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex ama Guantanamo Bay uliopo hapo visiwani Zanzibar. Ila kabla sijakusogezea moja kwa moja majina ya wachezaji hawa wote 4 ambao klabu ya Yanga watakwenda kuwakosa kwenye mchezo huo muhimu kweli, naomba nikukumbushe jambo moja na lile la kimsingi kabisa, mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajoini nasi time hii hapa kutufuatilia moja kwa moja hapa Bongo Vibe TV kuweza kuhabarika na habari zile za kimichezo, alafu bado wewe ulikuwa hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Sasa cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV, cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, swala ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya kufanya hivyo, hakikisha unakwenda ku turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakwenda kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ukifanya hivyo, hautakaa kuwaza tena, utajipatia hapi taarifa mpya za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya za kimichezo, na jukumu lako mama linasalia kwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya kile kinachoendelea ndani ya klabu ya Yanga, hususan kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho wa kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama tunavyofahamu, weekend ya kibabe kabisa klabu ya Yanga atakopo dimbani pale kwenye viunga vya New Amani Complex visiwani Zanzibar katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Februari 15 kwenye majira saa 10 kamili za jioni hapo visiwani Zanzibar, ambapo klabu ya Yanga atakopo nyumbani kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie katika kutamatisha michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi. Sasa kwenye mchezo huu hapa ambao klabu ya Yanga watakutana na timu ya JS Kabylie, ni mchezo ambao kwa namna moja ama nyingine ndio utakwenda kutoa taswira halisi ya zile timu mbili ambazo zitakwenda kutinga moja kwa moja kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Maana mpaka sasa hivi katika kundi B la michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, kundi ambalo ndani yake yupo Yanga Sports Club, ni kukusomea
raba msimamo hapa, nafasi ya kwanza inashikiliwa na timu ya Al Ahly michezo 5 alama 9. Nafasi ya pili ni FAR Rabat michezo 5 alama 8. Nafasi ya tatu Yanga Sports Club michezo 5 alama 5. Nafasi ya mwisho JS Kabylie michezo 5 alama 3. Hivyo ukiangalia namna msimamo wa jinsi ulivyo, bado unatoa nafasi kwa timu tatu za juu, timu ya Al Ahly ambao hawa kwa namna moja nyingine naweza kusema wamekushaweza kufuzu moja kwa moja kwenda kwenye hatua robo finali. Kinasubiriwa ni sare yoyote atakayopata kwenye mchezo wake wa mwisho wa nyumbani dhidi ya timu ya FAR Rabat, ama ushindi wowote, hata matokeo kisha hivi timu ya Al Ahly watakuwa wamepita kwenye hatua ya robo finali. Lakini kwa upande wa timu ya FAR Rabat pamoja na timu ya Yanga Sports Club, hapa bado ndipo kuna kasheshe, hapa ndipo zinahitajika hisabati kwenye michezo ya mwisho, ambapo klabu ya Yanga hesabu zake ndipo zipo kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya timu ya JS Kabylie, ambapo klabu ya Yanga inahitajika aweze kushinda mchezo huu dhidi ya timu ya JS Kabylie, dhidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao klabu ya Yanga inahitajika ashinde kwa wastani mabao 3 na kuendelea ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kutinga kwenye hatua robo finali, huku akimwombea dua mpinzani wake FAR Rabat aweze kupoteza mchezo mbele ya timu ya Al Ahly pale Cairo nchini Misri. Mchezo huu ambao klabu ya Yanga watakwenda kukutana dhidi ya timu ya JS Kabylie ni mchezo dume kweli kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, ambao kwa namna moja nyingine Yanga anahitaji angalau ushindi wa mabao 3 na kuendelea. Kwa mimi binafsi sina shaka na klabu Yanga kuweza kufanya hivyo, kwa maana kwamba mkishawahi kufanya tukio kama hili dhidi ya timu ya CR Belouizdad kwenye michuano hii inayosimamiwa na CAF, ambapo Yanga alikuwa anahitaji magoli 4 ili kutinga kwenye hatua robo finali mbele ya CR Belouizdad, na akaja kufanya hivyo kibabe sana kwa kuitandika chuma 4-0 dhidi ya timu ya CR Belouizdad. Hivyo huenda tu haya mambo akaja kujirudia kwa klabu ya Yanga kuipasua JS Kabylie chuma 3-0 au magoli zaidi ya hayo katika jimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Maana quality player ambao klabu Yanga wako nao, lakini pia uwezo ambao umeonyesha kwenye michuano hii ya klabu bingwa, binafsi na wapa nafasi timu Yanga Sports Club kuondoka na ushindi na hata kuweza kupata idadi hiyo ya mabao ambayo wanahitaji ili kutinga kwenye hatua ya robo finali. Lakini pia sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo, kuna nyota ambao watakosekana ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga ambacho kitakwenda kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie, na miongoni mwa majina ambayo niko nayo hapa mezani kwangu mwana mchezo wangu ni mchezaji Kibwana Shomari, ambaye atakosekana kwenye mchezo huo kufuatia majeraha yake ambayo aliweza kuyapata kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kibwana Shomari, lakini pia Fredi Musa Maliki, jina lake pia limetajwa hapa, huenda akakosa huo mchezo. Ya Watola Kwasi, jina lake likiwepo hapa, bila kumsahau mchezaji wa mwisho ni mchezaji Mohamed Damaro, huenda akakosa mchezo huu kulingana na kadi za manjano. Sasa hao ni nyota ambao huenda akakosa mchezo huu muhimu kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Yanga Sports Club, na mimi nimekusogezea hapo ili naye mchezo wangu uweze kuwafahamu nyota ambao huenda wakakosa mchezo huo wa mwisho wa hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kama una maoni yako, mtazamo wako, huu ndo muda wako sahihi, njoo tuambie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.